Sawa. Tuombe pamoja. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba yetu. Umeinuliwa mwenye nguvu, umeinuliwa mwenye uweza, umeinuliwa Baba yetu. Na nyenyekea chini ya miguu yako wakati huu Yesu, nikishukuru jina lako, nikikutukuza Mfalme kwa yale yote umetutendea. Uinuliwe daima. Asante kwa nafasi ambayo umetupea hata ya kusifu mwana wa Mungu. Wakati wa neno tunanyenyekea chini ya miguu yako Yesu, tukiomba ukubali kunena nasi. Nena nasi Baba wa mbinguni. Nena na kila mmoja wetu. Nenea mahitaji yetu, nenea maswali yetu Baba yangu. Tupe jibu siku ya leo. Tufikie na njia kipekee. Tukomboe mwana wa Mungu, tukomboe Kristo, tunakuomba. Naomba mafuta mapya, unimwagie mafuta mapya. Naomba ukanipe ufunuo mpya wakati Yesu mwana wa Mungu. Minister to me as I minister to your people, Lord. I am praying, Jehovah God, ukatupe ufunuo kila mmoja wetu Baba. Tusaidie kuelewa neno lako, tusaidie kulitenda. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kuita maana wewe ndiye mwalimu mkuu. Utufunze yaliyo sirini, nifunze hata mimi, nifunulie yaliyo sirini Mfalme. Kuwa pamoja nasi mwana wa Mungu, tufalize silaha zako zote Jehova Mungu wetu. Naomba ukaweke maneno kwa masikio yangu, kwa kinywa changu, kwa my spirit, nikanene tu kulingana yale ninasikia ukinena nami. Kuwa pamoja nasi Baba. Ninajua huyu mwili huwa unapigana na mambo ya roho, na kwa hivyo ninakomandi huyu mwili kwa uweza Kristo alionipe, kwamba ukaweze kutii na kukumbali maagizo ya Bwana, kukumbali mawazo ya Bwana, na kujua na kukumbali na kutenda mapenzi ya Kristo. Kuwa pamoja nasi mwana wa Mungu. Kwa hivyo ninaomba ukatusaidie kutulia na kuelewa neno lako na kulitenda, na ni katika jina la Yesu Kristo kila mmoja wetu aseme amen. Naomba kila mmoja wetu, nasema kila mmoja wetu aseme amen. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno la siku ya leo yenye tumekuwa nayo na tumeendelea nayo kwa muda. That is believing God upon great things. Believing God upon great things. Leo tutaona kwa kitabu ya Matthew 13:1-9, kisha tutaruka tuende 18-23, na nitasoma kidogo na nipitie kwa Marko 10:46-52. Na ninajua Kristo atatutendea mema. Tunarudia na kujiuliza what is belief, kana undosi wa gwitikia. Te witikio ndiragwa gwitikia, kuamini ni nini? Ni mental acceptance. Ni mambo na kukumbali mawazo yako kenye tunaambiwa ni ya kweli, kenye neno la Mungu linasema ni kweli, kwenye nabii anasema ni kweli, kenye tunaambiwa ni ya kweli. Shinda yenye tuko nayo, yenye niliona siku ya leo, ni yenye niliona shida yenye tuko nayo, wengi wetu tuko na maswali mingi, maswali yenye haina jibu. Maswali ya wengi haina jibu, na wengi walikuwa nauliza, venye tumeendelea na kuhubiriwa mambo na kuamini Mungu, na venye nimemwamini, ninaamini Mungu 100%. Nakwambia karibu utafute mtu wa kumwambia venye umeamini Mungu. Mbona na hayo mambo yenye tunaambiwa tutatenda makusi, njatenda hata kandogo hivi. Ukiangalia, ukijiita mkutano, unaona ni kwamba hakuna. Na nikaambiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu nilete solution ya amanjibu ya maswali yetu. Kila mmoja wetu ambaye ako na swali ama yeyote ule, ninajua mahali tu Mungu atakufikia. Kuna mahali Mungu wetu atakufikia, atanena na wewe. Kwa hivyo njibu iko hapa siku ya leo, yangu na wewe tutanjibiwa leo. Na ninajua ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atatusaidia kujua ukweli, na ukweli utatukomboa. Basi maana wengi wetu tuko na maswali, ni kwa nini, ni kwa nini, ni kwa nini? Na ninabelieve Mungu, nimekaa kwa Mungu, nimekuwa mwaminifu na kutoa tithe la fungu la 10, nimekuwa
Lakini mbona sitendi mambo makuu? Ni mambaya, ni kufinyiliwa, ni kuteseka, ni kulia, yote ile limit. Tutapata jibu yake kwa Matthew. Kitabu ya Matthew tunainjua. Nitasoma na Kiswahili, sitaweza kusoma na Kikuyu, na ninajua Kristo atatutendea mema. Matthew 13 ni mfano Kristo amepeana pale, Kristo Yesu amepeana. Kwa hivyo ninajua kila mmoja wetu atakombolewa na neno la siku ya leo. Verse 1 to 9 inasema, siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari, akamkusanyikia makutano mengi, hata akabanda choboni, akaketi, na ule mkutano wote wakasimama bwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu zingine zilianguka karibu na njia, ndege wakanja wakasila. Zingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua liliposhuka ziliungua na kuwa hasina mizizi, zikanyauka. Zingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikasisonga. Zingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa moja 100, moja 60, moja 30. Wenye masikio na wasikie kenye Jehova anaambia kanisa. Ulikuwa ni mfano alipeana, alileta jibu ya maswali yetu. Alijibia wanafunzi na mifano, parables, na pia ameileta kwetu ili iwe ni jibu. Hiyo ilikuwa ni parable, lakini kuna meaning yake. Meaning ndio hii katika verse 18, na inasema hivi. Nitaelezea kwanza, ninasoma alafu nielezee. Basi nyinyi sikilizeni mifano ya mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja ule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye alipandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miamba, huyu ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda, kitukia kidhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyu ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyu ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye asayaye matunda, huyu 100, huyu 60, huyu 30. Na hivyo ndivyo Jehova ananena kwa kanisa siku ya leo. Basi tunasikia nini? Nilianza na kumwambia kwamba sitaweza kusoma na Kikuyu. Kila mmoja wetu ataelewa, Kiswahili yangu ni rahisi. Kwamba niliona watu wakiwa na maswali, walikuwa wanajiuliza, na venye tumekaa vizuri, venye tunatoa, venye bla bla, nimeti venye mtu ni kama anahesabia Mungu, na it is not bad. Maana isipokuwa ni venye ulikuwa hivyo, singepewa hii neno, na imenisubua sana. So mimi nikawa hata mimi nina maswali ya wachache. Nilikuwa na maswali ya wachache hata yangu pia. So kila mmoja wetu atapata jibu siku ya leo. Ni kwa nini mwaka uko karibu kuisha, tunaendelea na kuambiwa tuamini Mungu, kwamba na tukimwamini tutatenda makuu. Na nimeendelea na kumwamini. Nakwambia ninamwamini. Nimemwamini 100% na hakuna kitu nimetenda. Na nikiangalia mwaka umepakisha miezi kama 3 hivi. Kwa nini nastahili kufanya nini? Nini sijafanya? Jibu iko hapa. Tunaambiwa ya kwamba afama ama mkulima, sitatumia hiyo lugha ya walimu hapo, mpanzi.
Anajua hiyo ndio Kiswahili sanifu. Mkulima ama afama alitokea na mbegu zake kupanda. Na kama vile mimi ninafanya saa hii, of course ninapanda. Ninaweza leo ninafananishwa na mkulima alitokea na mbegu zake kupanda, na singine tunaambiwa silianguka kando ya njia. Mbegu silianguka in different areas na area tofauti. Za kwanza kabisa, za kwanza ndizo tunaambiwa ya kwamba silianguka kando ya njia, rutere rwa farafara. That is, hizo naso tunaambiwa ndege kwa haraka, maana ni kuanguka sasa kwa haraka sana, ndege sikanja sikachukua ama sikakura. Singine naso tunaambiwa ya kwamba kwa mstari wa 4, mbegu singine silianguka karibu na njia. Hizo ndizo zilikuwa za kwanza. Za pili, silianguka penye miamba, kwa stones ama mawe na njia ingine. Singine nazo siliangukia kwa mawe kwenye hakukuwa na udongo mwingi. Tunasikia ya kwamba hizo silimea ni sawa. Za kwanza kumbuka asikumea. Za kwanza zenye silianguka kwa kando ya njia ama barabara asikumea, silianguka na sikakuliwa immediately. Singine naso ni kwa miamba ama stones, na tunaona naso tunaambiwa ya kwamba kwa stones zenyewe ama miamba hakukuwa na udongo mwingi. Kwa hivyo hizo naso tunaona sikaota kwa udongo kuwa haukuwa mwingi. Hizo ni sabiri. Sa tatu naso tunaona, na ukumbuke venye sinanemiwa ni sisi venye tuko, na kila mmoja wetu atanjiita mkutano aulize mimi niko anje. Tunaona ya kwamba wakati jua iliingia ikawa kali kama wakati tuko sasa, ati silikauka zote na hasikuendelea. Maana hasikuwa na mizizi yenye ni deep, na kwamba sababu mizizi yenyewe haikuwa na udongo. Singine saa 4 nazo silianguka penye mimba thorns, meigua. Hizo nazo sikamea, sisonga, na mimba nayo ikasisonga. Na tunaona ya kwamba singine sikaanguka penye udongo mzuri. Hata ikiwa udongo ulikuwa mzuri, naye udongo pia ulikuwa na grade. Kulikuwa na udongo wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hata ikiwa yote inaitwa ni good soil, kana teri mwega. Kumaanisha ya kwamba singine sikasaa 30, 60, 100. Basi Yesu akapeana mfano na akapeana meaning yake. Meaning akasema hivi, verse 18, na ninataka uelewe leo. Number 1, mbegu ni neno la Mungu. Mbegu hizo tunaambiwa kwamba mkulima alitokea na mbegu ni neno la Mungu. Kama saa hii ninapanda mbegu, nimekuwa nikipanda mbegu. Mhubiri yoyote ule huwa anapanda mbegu. Neno la Mungu ndio mbegu. Tuelewe, neno la Mungu ni mbegu. Na hiyo kwenye tunaambiwa the soil and the rest ni wewe na mimi. Soil yoyote ile kwenye silianguka ni wewe na mimi. Kwa hivyo utajiweka ni mimi ndio wa mimba, mimi ndio wa miamba, ama mimi ndiye wa kando ya barabara, ama mimi ni good soil. Na hata ikiwa ni good soil, ujue kuna grade yake. Good yote hivyo, kuna ya kwanza, ya pili na ya tatu. Basi tunaona ya kwamba tunaambiwa verse 18, basi nyinyi sikilizeni mifano ya mpanzi. Kila mtu, sasa tumeitwa mtu. Kila mtu kama vile mnanisikia saa hii. Sasa hapa ndipo jibu iko ya swali yako, ya swali yangu. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme kama hii yenye nimekuwa nikiongelea juu yake, believing God upon great things. Hii ni mambo ya ufalme. Yote ule anasikia. Kusikia sisio, sisi sote tunasikia. Labda kuna yeye amelala saa hii. Yote akisikia, yote anasikia. Tusikie hivyo. Sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo. Hapo
Hiyo ndiyo jibu yetu yakwa ni mukwaria. Hiyo ndiyo jibu ya sio ndio. Hiyo ni ya wa mtu number 1. Huyu ni mwenye neno linaanguka kwake kulingana na mambo ya ufalme. Akionekana kule juu mbinguni, anaonekana yeye, neno linaenda kando ya nji. Huyu ni ule ambaye haelewi. We are going to do great things, lakini haelewi. Hata ukimpiga, hata umfanye nini, haelewi. Kuelewa ndio inakufanya usifanye, kukosa kuelewa, usifanye mambo makuu. Nikihubiri kama leo Yesu atatenda, atafanya. Kama Sunday tulisema kuna kazi yako, ukose kuelewa hiyo kazi yako already, kwa haraka sana ule move shetani anakuja na chukua. Ukikosa kuelewa, nasema ni kukosa kuelewa. Usinjali tu, tutapewa mfano. Huyo ndiye wa kwanza. Sijui ni nani yako kwa hiyo group. Maana niliambiwa enda uambie watu, mtu kila mmoja wetu atajua tu niko hapo ama hapo pengine, ama niko kwa the good soil. Hata kwa the good soil pia kuna group. Huyu tunasikia kwamba ule mwovu shetani apendi sana tuelewe, apendi tuelewe na neno. Na nikiona hata nikianza kuhubiri kama leo, kumbe ni teaching. Huyu analala. Kumbe leo ni teaching. Mwingine apendangi neno, anapenda prophecies. Utaambiwa utabarikiwa. Mwingine anapenda maombi. Nini inakufanya hivyo? Ni maana ule mwovu shetani ananjua siri. Ukielewa tu neno, utatenda makuu. Utatenda makuu. Jina la Yesu lipewe sifa. So usipoelewa, mimi na wewe, ukishindwa na kuelewa neno, hata nipiga hata nishinde nikikuombea, ule mwovu shetani anakunja kuchukua kenye kilikuwa kwa neno, kenye kilikuwa kimepepwa na neno. Jina la Yesu lipewe sifa. So mimi ninaona wengi wetu tunasikia, kusikia si issue. Hata wengi wetu wanaelewa, lakini kuna kundi chache, very few people, wenye hawaelewi neno na hata waipendi. Na hata ukimuuliza, tukitoka pale tulikuwa tunasoma kitabu gani, atakwambia tulibarikiwa. Kwambia tulibarikiwa, pastor alikuwa hivi. Leo hakuwa na furaha, alikuwa na huzuni. Mambo ya pastor peke yake. Kukosa kuelewa neno la Mungu. Unajua neno ndio linatenda makuu. Ukielewa ndio utatenda. Hiyo ni moja. Huyo ni mtu mmoja. Sijui kama ni wewe. Ikiwa umekaeti karibu na mtu, kaindire muulize, ni wewe? Ndiregwa mukiaria. Muulize, na ni wewe? Na kweli unaelewa neno? Nirudie verse 19. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja ule mwovu shetani akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Kwa haraka sana ana ule ni Shetani ile. Huyo ndiye alipandwa karibu na njia. Hiyo ni moja. Swali yako yenye ulikuwa nayo unaweza ikawa imejibiwa hapo. Twende wa pili. Swali ya pili. Aliyepandwa penye miamba, huyu ndiye alisikia lile neno. Huyu anashinda na kusikia. Akalipokea mara kwa furaha. Nasema amen. Hiyo neno ni yangu. Nakwambia tumebarikiwa, tutatenda makuu. Anaenda Monday akiamini hivyo, Tuesday akiamini hivyo. Ikifika Wednesday, mtihani inakuja. Ikifika Wednesday ni mtihani nyingine. Ikiwa ilikuwa ni ya kuamini, kisanga kinatokea tu, kitu yenye inakuchanganya hata wewe. Na unjue ni kuamini Mungu ili utende makuu. Sasa test ya kuamini, maana ndio nimehubiri sana, inatokea maana hiyo ndio iko ndani. Test ni mtihani, kigeranio yakiwiguete, yakiwereto kile uthomete. Of course hata wale ambao wamekuwa walimu hapa,
na hata wanafunzi wanaelewa ya kwamba saa hii wanasoma kusoma. Yes, wanaendelea na kusoma, lakini kuna siku ya nini? Ya mtihani. Kwani unajaribiwa na nini? Na kile umesoma. Kwa hivyo uelewe ya kwamba miezi hiyo 8 yote wa 9 tumekuwa na kila siku ya kwanza, ya pili, ya tatu huwa tunajaribiwa. Na mimi niliona siku ikifika ya 3 ya 4 wengi wanaanguka. Hata wakumbukangi tulisoma nini last Sunday. Hawaendelei na hiyo neno. Waendelei nayo. Kwa nini? Wacha tusikie ni kwa nini sasa. Hawa walisikia, walielewa ni sawa, lakini mtihani ikinja. Aya. Naye aliyepandwa penye miamba, huyu ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake. Huwa testi zinakuja kuonekane kama uko na mizizi. Ulipokea ni sawa, ukisauti haleluya, hiyo ni yangu, it belongs to me. Lakini wacha testi ingie, uko na mizizi kweli? Inakuja kutesti kama kiugo kiu ni kirumu thĩinĩ waku, ni kiraruta wĩra. Akalipokea mara kwa furaha, lakini haina mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Umesikia? Linadumu. Before tukutane Sunday linayumba. Hata ukimuuliza, hata saa hii nikiuliza isipokuwa very few. Twathomire kwa Sunday. Hiyo labda ilikatikia Thursday. Sasa tunaingia kwa ingi. Mtihani labda ilikunja hata round. Unaona Ruben saa round saa 4. Kai. Mtihani ikanja. Na maana neno alikuwa na misisi, gitiari kirumu thĩinĩ waku. It was not firm in you. Mtihani ikinja, sikia kwanza, hii ni mbaya zaidi. Tusikie venye, wacha tusikie, na ninapeana jibu tafadhali. Verse 21. Lakini haina mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Uelewe kwa hapo. Idumu. Hawa ni wale wanasangilia. Napendezwa msikose kuinua viti leo. Teko temane kiugo. Si ni kweli? Wale ambao wanafurahi kama maisani hapa. Wanafurahi, anatestiwa Monday, Tuesday. Thursday sasa inaanza kuleta announcement, kesho kutakuwa na mitihani. Hata si kuambiwa na mtu. Hapana. Kile alikuwa anasema amen. Kinaingia Tuesday asubuhi ama afternoon. Kuonekana kama hiyo amen ingali iko ama ilienda. Basi lakini haina mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Hapo tuelewe hudumu. Nasikia nilikuwa karibu kusema ni nani ngai. Hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara husukizo. Yani ni ahengagwa, mundu sio kahengagwo, anakuwa offended kuhengwo. Anakwazwa. Nilikuwa natafuta ile Kiswahili ile yangu. Anakwasa. Ni nini inafanya? Ni mtihani ilikunja tu. Ukaigwa nginyawiga we. Hata nilijaribu kuenda kanisa mimi ndahegwo. Nilijaribu kuamka mapema nilijaribu kufanya mahesabu yangu ya kutoa ndakora ndehengi. Maana ukiamini nitatenda makuu siku ya Monday, ukaweka kidogo ya pili, ya tatu, mtihani ndio huyu na hengo. Utatenda makuu? No weke maundu manene kweli? No, uliwe mundu muhenge. Huyo ni wangapi? Grupi ya ngapi? Wa mbele ni wale tu inaingia, huyu anakosa kuelewa. Hiyo inaenda the same day before hata tutoke. Inachukuliwa before tutoke. Wa pili naye huyu ameelewa. Na hata anasema amen, anafurahia. Nitatenda mambo makuu. Na hata unaanza kuona visions za mambo makuu. Then mitihani nje
uonekane kama kweli kenye ulipokea, kenye uko na ushuhuda yake ni ya kweli, iko na mizizi. Hiyo mitihani ikinja, ikiwa hiyo kenye uliamini, kenye unashuhudia hakina mizizi, unakuwa offended, ukahengwa. Yeni talu nwanjuri nginyani ando alikuwa henge sofa anataduko yando malegwa nge mabinga. Twende verse 22. Nina teach tafadhali, naomba tu ukipigana na hii unjue sasa liwe utona ni muthenya ungesua prophecy na wazo pia the prophecy inaletewa mitihani. Tuelewe hivyo. Hiyo neno lolote lile. Naye aliyepandwa penye mimba, huyu ndiye alisikia lile neno na suhuri za dunia. Undanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halisai. Naomba tusimame kidogo huku, tutafuatilia huko katikati ili niweze kuemphasize on this. Mahangaiko na shughuli za kila siku zinawafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Tuketi. Huyu ni watatu. Swali yako inajibiwa hapa. Kwa nini sitendi mambo makuu? Na vile name it. Na ni good by the way. Na vile kuamini Mungu peke yake it is not enough. Kuna mambo yenye inafuatilia pamoja na kuamini Mungu. Huyu naye tumeingia kwa wale ambaye, na sisi sote by the way tunapenda kutajirika, si ndio? Sisi sote. Lakini kuna pattern yake. Ili tutende mambo makuu, tunaambiwa huyu watatu naye kwa nini hajatenda mambo makuu? Alielewa na neno, ni sawa. Huyu hakuwa na shida ya kuelewa neno, hata liko ndani yake. Lakini suhuri za kutafuta utajiri, suhuri na si mbaya by the way, lakini katikati ya suhuri anaweka uongo. Changanya na unasikia kenye nasema? Si mbaya, all of us we are aiming to be rich, all of us including me. Lakini katikati ya kutafuta, niwe na ngali, niwe na shamba, niwe na kile kingine, si mbaya, nasema si mbaya, uongo. Inafakti mtu niliona mtu mama usiku hakulala, akinjaribu tu vile atandanganya mtoto wake. Swali, hakuna kutenda makuu hapo. Akatunga. Hata alikuwa na umwa na kichwa kidogo ya hapa. Anatunga mpaka akatamka. Mungu atusaidie. Mahangaiko na shughuli za kila siku zinawafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Mahangaiko na shughuli za kila siku zinawafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Shughuli sio shinda, kutafuta sio shinda. Mimi sisemi mulale, hapana. Tafuteni kabisa. Kwa nini unaongeza uongo? Kwa nini uongei ukweli? Uongo inafanya nini? Hizi shughuli za kuongeza uongo na zile zingine ili upate mali, unaongea uongo tu. Ni nani alikuuliza? Wacha nitumie Baba Mudhoni, niruhusu nikutumie Baba Mudhoni. Kaidi niruhusu. Sisemi unafanya hivyo. Baba Mudhoni huwa anauza mchele. Siku hizi mchele Baba Mudhoni anasinda na ukitaka kuwa vile ni sawa, anachanganya kanaitwa anje Baba Mudhoni. Sasa akiuza mbisoli unachanganya na kagani kamomboko, kuna kengine gako unakanjua haya, na kengine na kilo pale inapimwa kandogo, tunaenda kwa kilo.
Siku moja nilikuwa ninanunua maziwa ya mandhiri, nasema mandhiri, kitambo watoto wakiwa wandogo, na nilikuwa nainunua. So mimi nilikuwa naendea 1 liter, nasema kwa nyumba, kwa mtu kwa nyumba, na alikuwa nakamua tu hapo karibu. Tulikuwa tunaendea 1 liter, tulikuwa tulipe after a month. Mimi tukaenda 1 wiki ya tatu, hata hizo the first days nilikawa ninashuku hii haijafika lita. After 7 days mimi nikaendea mimi mwenyewe, nikamwambia kaindi na sina shinda yoyote na usisikie vibaya juu yangu, naomba upime hii lita. Nikiona nikakuta every day hakuna 100 ml, tuende mpaka 1 month. Itakuwa imeenda how many liters? Yes. Anatafuta nini? Ukataka mutikanjaririe. Anatafuta utajiri na mali na nini? Na maheni na wara. Mutiani kinja inapepa yote. Anakuwa offended. Kwanza olanenianda akaragira by the way. Ana wengine wanakasikia Mungu. Mbona nini? Maliza uongo. Malizana na uongo. Shughuli za kutafuta mumeruhusiwa, lakini wata tusichanganye na uongo. Hata wale wanauza mchele huku Mwea wasikie hivyo. Na nikiona kama tora akathiurure. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Mimi ninasema ni maandiko, na mimi nikipitia pale hata mimi niambiwe hivyo. Jina la Yesu lipewe sifa. Wacha nirudie tena. Na yeye aliyepanda penye mimba, huyu ndiye alisikia lile neno, na suhuri za dunia na undanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halisai. Yes. Anakutukwira kwa utatenda makuu, stop. Stop. Wewe utaendelea na kusema ni mwaka wa kutenda, tunasonga mpaka December 31st. Ukingonjea kutenda mambo makuu, maana pamoja na kumbelieve neno la Mungu liko na accompaniment yake. Kuna vitu senye suku huko katikati. Sisi hiyo ndiyo kazi yetu. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwanza tuondoe nini? Na ujue this is the second Sunday. Last Sunday we observed on Geazi. Roho ya Ngea, na ukiona imerundiwa na fashion nyingine this time, kumaanisha hiyo roho iko ndani sana. Kutafuta mali simba ya tuendelee na kutafuta by the way. Na tukipata nafasi ya kutafuta tutafute na usikome, lakini usiweke uongo. Suhuri za kila siku. 4 naye maswali yake tuko pale sasa. This is a good soil. Tunaambiwa anje naye aliapandaye penye udongo mzuri. Hapa naye kuna pia class. Udongo ni tofauti of course. Kunaye huyu ni ule ambaye sikia. Hapa ni very very important. Ni yule ndiye alisikia lile neno, kusikia number 1, 2 kuelewa naro. Kisha amesikia na ameelewa. Amesikia na kusikia si issue. Kuelewa ndio issue. Amesikia na kuelewa. Hata nitawauliza wachache, tulisoma wapi leo? Ndielewa nini? Kusikia si issue. Hii ni story. Kuelewa, ulielewa anje? Neno lilikuwa linakufunza nini? So wengi wetu wamepotelea hapo katikati. Wenye wako na good soil, teli mwega, ni wale ambao wanasikia neno, wanaelewa, wao wanasaa kulingana na venye mtu ameelewa. Sasa kulingana na wewe, mwingine ni 30, 60, mwingine 100. Hatufanani. Na hapo ikifika sasa hatufanani na kuna kuzaa, hapo ndipo vita ya wengi, especially wale waliokoka kitambo inakuwa. Hapo ndipo wifu inaingilia, kuona amepewa hii na mimi hii tulikuwa tunaomba na yeye, tulihubiriwa na yeye, na mbona sio mimi? Wifu inatokea pale. Na unajua ni kwa nini tunakuanga na wifu? Maana hatunjaelewa neno.
Tukielewa neno hatutakuwa venye tuko saa hii. Jina la Yesu lipewe sifa. Kusikia na kuelewa. Kusikia na kuelewa. Ukumbuki hata ukisikia na uelewe kuna miti ya wale ambaye tumeingia kwa suri ya kutafuta mali na si mbaya. Tafadhali tutafute na njia ukweli. Jina la Yesu lipewe sifa. Netutige kuhuthira tumaheni nigetha tugie amount barok mane ndo njiwaga cia maithia ithiragira mae hivyo. Unandanganya, kuna mtu atakunja ifagie, atatumia hiyo njia tu. Njia ni ile ile, kile mtu apandacho atafuna. Ninataka kumalizia na kusema nini? Ya kwamba maandiko yenye sitasoma nafikiri wengi wetu wanainjua na nafikiri nataweza kuelezea. Marko 10:46 to 52. Marko, naomba tusimame. Tusimame. Kana nenda kuhinga. Kwi mundu muhinge. So va kwi mundu wa henguo. No sawa nika tukona na sandi. Jina la Yesu lipewe sifa. Ona nino uhenga kwa nikio. Ili niinje kuitoa, of course kwanza kinaingia ndani yangu, kinanifinya mimi. Kidogo niruhusu niongee mambo na Batimayo. Tukiwa tumesimama, maana idhaa ile ni ile ya kubengwa leo. Hata mawazo inakata, especially watu wenye wako very busy. Si wote. Na wale ambaye kila wakati ni kukimbia pale na pale, najua tu tukiketi dakika 10 kutoka nao hawatasikia kitu. Hiyo hakuna ndimo niko hapo. Ni mambo na kurelax. Nasema nini? Marko, kitabu ya Marko hii 10:46 to 52 inaongelea juu ya mtu ambaye tunamjua, kipofu Batimayo. Kipofu, ninataka kuemphasize on what? Kusikia na kuelewa na kutenda. Kusikia, kuelewa na kutenda. Kipofu, nasema kulingana na mimi haijaandikwa hivyo na siku research. Hii ni yangu. Ya kwamba huyu kipofu hakuwa anaona, lakini alikuwa anasikia. Hakuwa anaona kwa miaka mingi, hakuwa anaona lakini alikuwa anasikia. Alikaa na shinda yake miaka mingi. Kuna mahali alikuwa amesoea kupelekwa. Kama vile wengi wetu wako na kitu yenye wamesoea. Ona nimefika kwa lakini tena. Kama ya last Sunday, alikuwa nasoewa kupelekwa mahali fulani kando ya barabara, kuweko pale aombe usaidizi. Kipofu tunaona nini? Kwa maandiko utaenda ujisomee ya kwamba alikaa na shinda yake. Nasema ni kipofu sasa. Alikaa na shinda, na si ati kwamba alikuwa comfortable. Nani anaweza kuwa comfortable na shinda? Nani? Alikaa na shinda miaka mingi, maana shinda kubwa alikuwa haoni, lakini alikuwa anasikia. Na ndio maana ninasema kusikia ni pati moja, lakini kuna ingine ya kuelewa. Niliweza kufunzwa na Roho Mtakatifu mambo ya Batimayo ili niweze kuleta home mambo ya kuelewa venye ni muhimu kuelewa. Sisi sote tumesikia maandiko na tukasikia ukanjiweka uko ngurupu gani. Sasa the issue iko hapa. Batimayo akakaa na shinda yake kwa muda mrefu. Kisha akawa na si siku peke yake. Kulingana na research yangu inaonekana alisikia siku mingi Yesu akitanjwa. Maana Yesu alikuwa amesaliwa tu kama mtu wakati ule, kwamba alikuwa anasikia. Unakumbuka, unajua ule kijana wa the father ni carpenter, ni mtumi wa mbao and whatever. Anaitwa Yesu, ati onani arahonania. Unasikia hiyo? Onani arahonirie Rubeni, ahonia Ndungu, ahonia Bensoni, ahonia Nancy. Ni kusikia. Mtinjo kagiri kigo takiu ni haraka sana, tutasema kusikia. Nasema si hivyo. Kusikia nasema si hivyo. Kweli. Ule waangania si ati anamjua, anasikianga. Huyo ni wa kusikia peke yake, anajua aone. What is faith? According to the word of God, faith comes by hearing. Wetekio ona gwetekia goko. Wokaga na njira ya kuigua ni very important. Kama venye mnafanya saa hii. Hata kama hata David alikuwa pale. Hata unajua ingine Baba Mudhoni alikuwa na shinda kama yako.
So anameza lakini hakuna kusaidiwa na mtu. Ni kumeza lakini sasa the more anameza akisikia ndivyo anakuwa expectant. Na njira yengi akambiria kuga I wish ndiangona nake ndingimuigwa nikiweza mimi najua hata mimi nitapokea uponya. So hii mambo ya kusikia it drives us to doing great things. Ukiendelea na kuwa expectant wohenda ugionanie nenjigwa nginyanje ke maundo manene inatendeka. Jina la Yesu lipewe sifa. Akamesa kisa ikafika siku yake ya mtoto kusali. Mtoto akifika wakati wa kusalimu lazima atoke. Akamesa na akanyamaza na hakuwa na mtu wa kumpeleka kwa huyo Yesu. Lakini siku moja, nasema kama siku ya leo yenye wengi watakombolewa ili watende mambo makuu, kwamba akasikia makelele. Naoni makelele watu wanapitia kwenye yako na hakuwa amezoea makelele aina hiyo. Labda makelele ilikuwa chache, this time ikawa sasa imeongezeka. Akauliza maana hakuwa naona ni nini hiyo ninasikia, ni nini, kwani leo kuna nini? Naoni ni kusikia. Na kusikia ni very important. Ni nini ninanenia wale ambao wamesikia ujumbe mwaka wote. Ni nini hiyo ninasikia? Mtu mmoja akamtanjia jina yenye amewaisikia ama aliambiwa mbali yake. Mtu mwenye aliambiwa mbali yake ni Yesu wa Nazareti anapita. Akanjua pass. Hakuna kuwa offended. Pass, it is my day. Today it is my hata ikiwa kuwa naona akasauti Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Ana sauti Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Akasauti. Lakini kunao walikuwa namwambia stop. Najua niko pale leo siendi kwa haraka. Stop. Wacha kusumbua mwalimu. Yeye akusikia. Ujue ni kwa nini? Ili neno yenye alisikia ya kwamba anaponya ilikuwa na misisi. Ilikuwa na misisi. Aliendelea na kusauti. Kumaanisha ya kwamba neno yenye ninahubiri hapa ikipata misisi ndani yako, utaendelea na kungojea na utatenda makuu. Hata ikifika siku ya 3, you will not be offended. Pokeeni hiyo neema. Jina la Yesu lipewe sifa. Mungu awasaidie tu kuelewa. Mungu awasaidie kuelewa na kutembea na hii neno. Hata wakati utajaribiwa juu ya hiyo neno, unapita mitihani. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwamba alisikia, akasikia habari ya Yesu kwamba anafanya, aliponya kipofu. Unakumbuka ule kiwete? Hata nikusikia juu waoni. Ule wa Christopher, ule wa Kamau, siku yake ikafika. Usiwe mtu wa kufurahia tuna sauti sisi sote mikono. Yes! Ivikivika Wednesday ni hakuna. Yesu akipita, ukiambiwa na mtu stop, unaanza kurudi nyuma. Ukiambiwa wewe ni mwizi, unakumbali. Ati wewe ukaendelea maana uliitwa. Ikiwa iko na misisi ndani yako, uitwe nani, utaendelea kusauti about Jesus. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Basi akasauti. Na tunaona wengine, wewe soma maandiko, wengine wakamwambia nyamaza, wacha kusumbua nani. Kwa hivyo katika hii safari ya kuamini juu ya kutenda makuu, kuna number 1 wenye wakutufanya tu stop ni watu. Na hii nimerudia upande, unakumbuka wakati nilisema upande huu ni watu. Nasema lakini ikiwa neno la Mungu liko na misisi ndani yako, waongee wakustop, utaendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Ona Rosi amestop. Tarolia yale mekalite stop. Hata tuwe tunacheka ya kwamba ukiambiwa stop ni kustop. Lakini ikiwa neno la Mungu liko na mizizi, idha kutokee nini, utaendelea. Nilikuwa ninafunuliwa mambo yenye inatufanya tu stop. Ya Bartimayo ilikuwa ni watu. Lakini maana alikuwa ameamini ati aliponya. Na kuona, imagine sisi tunaona
Sisi tunaona, imagine, kwa nini tunalao watu wa stop? Watu ndio wanatumika sana this time kukustop. Watakuita lolote, lakini usikumbali kustop. Usikumbali nyota yako ifunikwe. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema kuna, apart from people, kuna vitu zingine zinaweza kustop mtu even though you are believing God. Kuna mambo kama discouragement. Hallelujah, Ruben. Yes. Kuna mambo kama gukua ngoro. Nasema gukua, umejaribu kitu, unajaribu, ukagikiriria mwaki, ukagikadhiki bolete. Kinaenda chini kwa chini, mpaka unasema devota, sitaendelea. Gukua ngoro. Huyu ni ule ambaye anasema amen. Amen, hiyo ni yangu. Amen. Siku ya 4 ya 5 discouragement inakuja ikiwa kistomu ya kuambia hakuna kuendelea. Ikiwa neno la Mungu la kutenda mambo makuu haina misisi ndani yako, unarudi nyuma. Unakuwa offended. Unakwazwa. Unakosa kuendelea. Nasema discouragement. Kuna ingine nayo ni kuwa rejected na kuchukiwa. Kuwa rejected na kuchukiwa. Ulirealize nimediscuss na watu wachache, very few people. Ukasikia kwamba mtu anakuambia mimi nasikia kabisa I'm rejected. Nasikia kabisa mimi ninachukiwa. Hii jambo ina low what we call in English, ina low your esteem. Guys, sijui esteem na nini Kikuyu sasa. Si unielezea na Kiswahili esteem ya mtu. Mwalimu, esteem ni nini? Inafanya tuseme example kama hapa penye ninahubiri. Mtu anje aniambie ndakora ndobujagia oru. Nule kuona gakirathimwa. Ikiwa kenye kiko ndani yangu, the calling haina misisi, nitaenda nini? Kuborerera nginya ngamberia kwera Ruben bunjia leo. Eva mudhani bunjia niketi, maana ninasikia kuna nikuwekwa chini. Unasikia kuwa rejected, umechukiwa, and hiyo pia inatumiwa, ni watu wanatumika wa kulow your esteem. Ukicheza kama hapa mundu ungeka kwera ndakwera Ruben uthakaga off key. Unaona unaimba vibaya mpaka nginyongo na ruwa ini matengi umira. Ni mnyina na microphone yumundi. Unaimba vibaya na kuambia nikuro nini? Ikiwa hiyo calling iko ndani yako na iko na misisi, uambiwe usiambiwe, unaendelea na kuomba, maana Mungu wetu ndiye anatufanya tu perfect. Na si ati saa hii tutaendelea tukifanywa mpaka arudi. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunaendelea tukitengenezwa. Hakuna mtu alisaliwa na hizi vitu. Tunaendelea tukitengenezwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema hiyo nimedeal with rejection na kuchukiwa. Hawa ni watu ambao wanatumwa na shetani wakuweke chini. Uteke oe. Wanatumianga hiyo language. Ukinunua kitu hivi, hisi sio mairio leo. Hii ni chakula. Na hata njui kwenye risilitoka. Anakula vijiko 2-3 chini. Kukuonyesha kesho usirete. Sina maana ya hiyo kenye unanifanyia. Anakuweka chini. Ikiwa neno la Mungu liko ndani yako na liko na misisi, ukiwekwa chini unaendelea. Hakuna kuwa offended. Jina la Yesu lipewe sifa. Naomba neno la Mungu lipate misisi ndani yetu. Liwe ndipo ndani yetu, liwe famu ndani yetu. Hiyo ingine yenye niliweza kuweka chini ni issues of money. Issues of money, hata ya marriage ilikuwa very strong in me. Niliona 2 asubuhi, issues of money na marriage. Iko ine tumaundugu tupete tuana in the marriages. Sinaweza kukuloiwa esteem mpaka unasikia kwamba mimi sifai tena, mimi si mwanaume, ni mwanamke, mimi ni mtoto, si mwanamke, sifai hata sifui hizo nguo. Nilitembelea mtu mmoja relative, nimekumbuka relative, nikakuta anapika machapati hivyo, na niliacha akipika zile za layers. Nikamuuliza mama fulani, kwa nini unapika hivyo? Maana papa fulani hata nipike anje, hata nifanye anje, atasema si nzuri. So nikaamua wacha nifanye Kenya nitaweza.
Huyu ni mtu amewekwa chini mpaka si ati akumbuki, amekumbali hata yeye kuro estimu yake. Usikumbali, sema sio mimi. Usikumbali hata ukiwekwa chini. Endelea, pokea hiyo neema. Tupokee hiyo neema. Tupokee hiyo neema. Ni asio ni waingi. Maikira dikegu. Twaigire kuna tukiuga bana, tutaendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Ujue usipochunga utajichukia. Na mundu aemena nginya ona no obotakona rathi akiaragio guo araharia ndethambaga. Kwani inafika anje to that level? Hakuna kuoga, kukura unakula tumbora ukule. Jipende. Hii ni stage na lazima uendelee. Pigia Yesu sangwe. Ndenge igathe. Mimi napendanga nikiwekwa chini na perekanga juu ile mbaya. Ninajipenda ile mbaya. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Kwa nini umekumbali ukiwekwa na wewe unaketi? Dingiri kiti hapa dingiri mwekarundi. Ati unawekwa kwa kiti na wewe ati unajipeleka kwa floor. Toka kwa floor. Unaona side yenye nina hapa kwa carpet. Tokeni kwa floor watu wa carpet. Tokeni kwa floor. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Umekumbali watu waweke chini. Issues of money and marriage. That one you should not allow that. Ikija upewe platform ya kuendea juu ya hizo issues. Receive the platform through the grace of God in Jesus Christ's name. Hiyo ni ingine, niko na sicknesses and deaths. Merimo na madhire. Merimo ni mbaya zaidi. Kuna vile unaweza ugonjeke. Uombewe no. Nginya wambie masoti kati. Umenja kwa kuhoerwo ni kuririria mundu aboraga atia. Hii ugonjwa mtu anakuranga nini? Ugonjwa yani unapewa mashauri matogogo mpaka unatoka kwa nguvu za Mungu. Sisemi usikunywe ndawa tafadhali wewe, hata mimi nakunywanga. Lakini mashauri mara unajaribu hii, mara ingine, hata unjui kunaye atatumwa na shetani akuletea ile mbaya. Maana ulikumbali. Neno la Mungu halina misisi ndani yako. Kila tu ukinja kunjaribu, tukitokana hapa labda nikuombe 3 days unapokea uponyaji. After 3 days mutiani. Nubolile kweli ndekambiriria. Si ati kuna magonjwa, ni test. Pigia Yesu makofi. Sinakuwa test. Ninaomba tupewe platform. Tuwe tunapanda juu ya hizo pest na tupite mitihani yote. Pigia Yesu makofi. Mandeni niyo ya mwisho, hizo zingine unaweza kujiongezea. Mandeni nayo ni nyingine inaweza kukalia mtu pamoja na watoto. Mandeni issues of death. Hizo ni zingine ya kwamba ukipitia mahali unaambiwa Ruben Durali kaka ondoka lea. Akionekana ukiwa na ngali anasimamisha. Uona kasi yako ikira ngali magutana ondongevota kondipa. Unawekwa chini. Unakaa na hizi zote ni za kutuweka chini. Na leo tutaondoka kule tuko. Jina la Yesu lipewe sifa. I am concluding by saying ya kwamba ndirarekereria na kuga atiriri ati ya kwamba maswali yenye tuko nayo imenjibiwa leo. Na wengi hapo watu wakapeti wanisikie ni maume ikulia. Watoke. Ukiitwa mjinga wewe si mjinga. Yes. Yeye ndiye anajua hiyo. Kuna wengine wanakusangilia wewe ni mkubwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Na unaanza kuona hivyo. Na ukirealize ya kwamba ni Ruben anakuonanga ukiwa mkubwa unampigia si? Usikia akikwambia wewe ni wa maana. Nakwambia wewe. Hiyo kipepo inapendanga mwingine wa kusema hakuna. Mwingine akunje aseme unaweza. Huyu mwenye alisema, mmoja alisema kama wakati wa Batimayo walisema stop. The same people walitumika kukwambia amuka unaitwa na mwalimu. Amuka unaitwa na mwalimu. Ninasema ya kwamba this arrow ya kuro esteem inakunja na mtu. Pia unainuliwa na mwingine kwamba unaweza. Nasema unaweza. Ukisonda hai ya kwamba unaweza as from today. Pigia Yesu makofi.
ndogetekerie mundu akuigethe ati ugieke mapressure ma mundu niki sema unaweza na move on. Tupewe hiyo grace na Jehova. Tunasema nini? Ya kwamba kuna kusikia na kuelewa, kusikia neno na kuelewa ili tutende makuu. Mungu wetu anatesti kusikia, na kila mmoja wetu amesikia neno. Niko karibu kumaliza. Kuelewa ni pati yako. Inakuja anje kwamba ni Roho Mtakatifu wa Mungu ni mwalimu. Roho Mtakatifu wa Mungu ni mwalimu. Yeye akiingia ndani yako, kama vile uwe ninasema kila wakati, anakufunza. Roho Mtakatifu, tukiokoka tunapokea Roho Mtakatifu wa Mungu, anakuwa mwalimu ndani yetu. So ukiona unangangana na kuelewa sana, labda you walk alone. You have not received the Holy Spirit of God. Mambo na kuelewa ni yeye anatu. Yes, mwalimu yeyote ule ukiyauliza wanafunzi hapa, akifunza kitu aone mtoto hajaelewa, anarudia. Ni kazi ya mwalimu kuhakikisha watoto wote wameelewa na kile Yes, kazi ya mwalimu. So katika hii safari ya kwenda mbinguni, maana hii mambo yenye tumeahidiwa ni ya kutenda makuu ni ya kiroho. Basi katika hii safari ya kwenda juu mbinguni, mwalimu ni Roho Mtakatifu. Ako kwa maandiko, sina wakati ule. Roho Mtakatifu wa Mungu ni mwalimu, ni comforter, ni msaidizi, anatukumbusha kenye wewe umesikia. Ukimkubali leo, ukimkaribisha ndani yako leo, mwalimu mkuu, tukiachana na wewe, hata the third day, siku ya mtihani, atakukumbusha huyu ni mtihani. Yes, atakukumbusha, hata ukiwa umelala ama ukitembea na barabara, anakukumbusha nolirikane uwaga muthenya waka nawe. Ulirikane kuna senye sina kusimamisha siku fulani. Ukienda juu fulani ndiye anakuja. Na wewe unaomba upewe neema, upewe platform ya kupita kenye kinakunja hiyo siku. Tupewe hiyo neema. Jina la Yesu lipewe sifa. Mwalimu ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Akiingia ndani yetu, ninasema nini? Roho akiingia ndani yetu, tutaimba na wa Kikuyu wachache ni kidogo sana. Niliweza kuambia Ruben anitafutie hii na ni ya Kikuyu. Naomba tuketi sasa, hii hata hiyo ingine ikipita haina shinda. Atuimbe na wachache wenye wanajua nyimbo za kiroho za kitambo, sisi zenye ziko. Mukurathi monero kugamuro hewoge nigetha maroho manyu maikarage meiguite hitho ya Ngai iriho motungata magacire baraya thi kinye muthia atheru kauruke mukurathi mwonirowe kugamuro eoge nigetha maro manyu maikarage meiguite hitho ya Ngai iriho motungata magacere baraya thi kinye muthia atheru kauruke. Tunapewa wisdom na nani? Na Roho Mtakatifu. James naye anasema ikiwa huna hekima uombe. Yeyote anahitaji hekima aombe. Ya nini? Uwe unajua kila kitu. Maandiko inasema that the Spirit of God searcheth all things. Roho wa Ngai atuiragia maundu mo. Gutuiria search. We only know about searching in thimo network zingine, but the Spirit of God is more than what we know. Kwamba when he enter in us, he searcheth all things. Atuiragia maundu mothe. Ona mare mehitho ine mare mariku muno, na ni amenyaga rucio kwina mitiani agakwira mbere. Aya. Jina la Yesu lipewe sifa. Tutitikirei kwa mukira Roho. Niwe muteithia. Tukumbali. Tukiwa pale basi, naomba group yourself. Uko grupu gani?
ungependa kusaidiwa, sio mimi. Msaidizi ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Naomba tusimame tumalize. Msaidizi ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni vile tu tunatumika. Ni vile sisi tunatumika. Huyu mwenye anatufunulia mambo basi maone. He searcheth all things. Atuiragia maundu mo. Ona malemendu maini, ona mega, ona moru. Ni amamenyaga. Magiuka kuikika. Anatuambia. So maswali yenu nafikiri imenjibiwa. Maswali yako imenjibiwa. Labda wewe ni mmoja wa wale ambaye wanasikia inaishia hapo, hakuna kuelewa. Tukitoka tu inaondoka. Huyu mwingine naye ni ule ambaye anasikia neno, anafurahia, lakini inaenda kwa muda. Hii wa kufurahi yako sawa, lakini unasikia mambo ya kinja tu testiwe na kienye ulifurahia hivyo. Unakuwa offended, unakosa kupita mtihani, maana neno haina misisi ndani yako. Huyu mwingine naye anaelewa ni sawa, lakini suhuli za kutafuta mali, utajiri, hizo ndazo sinaharibu kenye ulipokea. Sinaisonga maheni magoka magesora guku. Unajua hata neno la Mungu linakaanga huku, na uongo ndio mingi kama dhilikuota. Sinaondoa neno. Great things out. Sinaachwa the small. Ama none. Ama empty. Na ninarudia hapa, maana wengi wetu hapa ni wa mashuhuri. Kutafuta mali si mbaya, tafuta kabisa na ni sawa, maana hata huku tunahitaji hiyo mali. Lakini ukitafuta, wacha uongo. Neno la Mungu linasema ukichanganya mambo hii ya ufalme na uongo, ukitafuta mali, kile ulisikia kama leo kinasongwa, ni kama thorns, inalisonga ikamesukuma. Nisitumie hiyo. Inasukuma uongo, inasukuma neno, inasukuma great things, unaachwa na small, inaenda smallest, empty. Mukongirana neguo. Mukongirane, maana many of you are empty. Maana ya uongo ni very selfish by the way. Apendangi kukana the truth. Anakaa peke yake. Ya kwamba najua, na hata ukimwambia unapitia njia mbaya, anakaa huko anaoccupy, maana neno la Mungu linakaa ndani ya mioyo yetu. Na uongo unakunja, ati ukiongea lolote lile ni uongo. Na hata ukiwa na kitu unasema una. Maana iko, na ndio iko na misisi. Inaenda hivyo, inatoa ukweli. The ukweli is doing great things. Inaanza kundu smallest mpaka empty. Tuko pale na Jehova ananena nasi, ananena na mioyo yetu, ananena na maisha yetu. Uko wapi? Ikiwa kuna area basi umesikia, hapa mimi isipokuwa nikombolewe siwezi kamwe. Nimejaribu na nimeobserve siku ya Wednesday, Thursday ndio inapepa, ndio ninakuwa offended. Ninatembea na hiyo neema mpaka Wednesday. Thursday narundi bebe. Narundi square 0. Narundi kutire. Nimejaribu kuongea uongo, naona sipatangi kitu. So ninaendelea na yule uongo ya. Lakini nikileta pamoja yote inapepwa. Kiupepo nayo kinakunja kinapepa. Kita kwa siya mae si uragira maeni. Basi nitafanya nini? Tunahitaji kukombolewa. Wengine nao tunahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu awe mwalimu. Msaidizi, anatusaidia hata kwenye kwa kusema uongo, anatuambia hapo ni dhambi, hapo ni mbaya. Unaambiwa no, that you are able to say no to the ungodliness and yes to godliness. Maana ni Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia. Wewe ndiye atakusaidia na mimi anisaidie. Tuko pale sasa, jite mkutano, uko wapi? Unaelewa neno? Unakuwa offended? Iko na misisi ama haina misisi? Uongo ndio mingi ama hakuna uongo? Uko wapi? Bado I'm still preaching on doing great things, believing God upon great things. Lakini kuna vitu zenye zinaweza kusuiria tusitende makuu. Na tumesikia na tumeelewa. Ikiwa basi uko pale na kuna ile unasikia kwamba mimi nahitaji maombi, nahitaji
maombi, ninahitaji neema. Neema ni usaidizi, maana nimejaribu kutoka kwa area hii, nimejaribu kupita hii siku, nimeshindwa. Uinue mkono wako juu, niombe na wewe. Ukumbuke uko na kazi yako, hata nikikuombea uko na kazi yako. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka yote ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba yetu, umeinuliwa mwenye nguvu zote, umeinuliwa mwenye hekima. Wakati Mungu wa Israeli, tumeinua mikono yetu juu, including me, tukiomba ukatukomboe Yesu, tukomboe mwana wa Mungu. Tazama, very few people ni wale wanasikia neno wanakosa kuelewa. Tazama mwana wa Mungu wako, huyo Shetani anaingia kwa haraka, anaondoa kenye wamepokea kama ya leo. Mungu wangu, tumeinua mikono yetu juu kwa hiyo kundi tukiomba. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakualika ushuke ndani yetu. Mwalimu, shuka ndani yetu, tunakuhitaji. Ingia ndani yetu. Roho Mtakatifu, shuka ndani yetu ili uwe mwalimu, ili uwe unatufunza, unatufunulia na unatukumbusha, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu, tunaomba kwa wachache nao wenye wanapokea kwa furaha. After some days neno inaenda kwa muda, mitihani ya ile neno ikinja, the same word, tunakuwa offended. Tunaomba tena msaidizi, Roho Mtakatifu wa Mungu, ushuke ndani yetu, utusaidie, utufunze na utukomboe, na utusaidie hata kuendelea na neema, kuendelea na ile neno, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu mwana wa Mungu, kuna wengine katikati yetu wamejawa na uongo na wameshindwa na kenye watafanya. Kila kitu ni uongo, kila kitu ni uongo. Sai wanateseka, sai wako empty. Mungu wangu, ikiwa wameamini neno lako kwamba the truth will set us free, na Yesu ndiye the truth, ninaomba utukomboe. Komboa wale wote wamepokea mali, wakipokea kitu lazima ongee uongo, lazima mix vitu ili wapokee mali, ili walipe nyumba, ili waweze kununua nguo, waweze kununua shamba, mangali na sile singine kubwa hata kulipa fees. Ninaomba mwana wa Mungu, tusamehe. Tumeinua mikono yetu juu, kisha ungoe hilo ndani yetu, maana Matthew 15:13 inasema mbegu yenye njambado na baba itang'olewa. Panda hii ngoa hii mbegu ndani yetu ya uongo, katika jina la Yesu Kristo. Many of us we are offended, na tumestopiwa na mambo ya aina mingi, kama vile nilitanja sickness, debt, watu na kuchukiwa, kuloa esteem yetu. Naomba utukomboe na ututengenezee a platforms. Haya mambo yote yakija Yesu, hata hiyo ya hasira na bitterness, ututengenezee a platform whereby yako yatakuwa chini yetu, tutatembea na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Na hata ikiwa ni mtoto, mume ama mke, issues of marriage asitatuweka chini tena. Tutajikumbali venye tulivyo, tutamove, tutende mambo makuu. Pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu aseme nimepokea, na tuseme amen. Amen, amen. Alafu tuketi.